Marekani. Turejee hapa nchini na tuvuke mubashara hadi katika kaunti ya Nyeri ambapo naungana moja kwa moja na mwenzangu Clement Masombo. Tupatie muhtasari wa jinsi mambo yalivyo kule, nikiarifiwa kwamba kumekuwa na hali ya taharuki na vilevile pia mgomo wa matatu katika eneo la Nyeri, na kumbuka kwamba juma jana siku ya Ijumaa mgomo ulisitishwa rasmi kufuatia kikao ambacho kilifanywa na washikadau wa sekta hiyo na Rais William Ruto baada ya juma jana ikiwa ni siku ya Jumatatu na Jumanne kushuhudia maandamano humu nchini ya kitaifa kufuatia mgomo huo wa matatu. Masombo yapi yanajiri katika kaunti ya Nyeri kuhusiana na haya? Naam, shukrani sana Hadia. Licha kuwa wale wanaosimamia miungano tofauti ya wadau katika sekta ya uchukuzi wa umma kutangaza kuwa wamesitisha mgomo wa magari ya uchukuzi wa umma matatu, tukizungumzia sana hali katika eneo hili la taifa, inaonekana kwamba tangazo hilo halikuchukuliwa vyema na wale wahusika ambao wanatoka maeneo haya ya nchi. Tukizungumza kufikia sasa hatujaona matatu zikiwa barabarani zikibeba abiria kama kawaida. Hapa tupo katika mji huu, ni mji wa Karatina, na saa za asubuhi kuanzia saa 12:30 hadi saa 1 hivi hapa barabara hii ambayo unaona ni barabara kuu ya Nairobi kuelekea upande huu Nyeri na Nanyuki ikienda hivyo hadi Isiolo, hii barabara ilikuwa imefungwa. Hapa tu unapoona ambapo maafisa wa polisi wanapita, kuna vijana ambao walikuwa wamewasha moto mkubwa hapa na kufunga barabara hii, kukatiza kabisa uchukuzi wa wale ambao walikuwa wanasafiri kuenda Nairobi ama kurudi upande huu wa Nyeri. Lakini maafisa wa polisi wakajitokeza kwa wingi na wakakabiliana nao, wakatuliza. Hali tunavyozungumza kwa sasa ni kwamba imetulia kidogo, na tulianzia safari yetu mjini Nyeri ambako nako idadi ya maafisa wa polisi pia ambao walikuwa wameshika doria pia ilikuwa kubwa. Maafisa wa polisi walikuwa wengi tu mjini Nyeri, na pia ni muhimu kutaja kwamba biashara hazikuwa zimefunguliwa kufikia karibu saa 3:30 hivi. Tukitoka kule Nyeri tukija hapa Karatina, biashara nyingi zilikuwa zimefungwa. Watu tu wana hali ya wasiwasi. Tukazuru katika vituo kadhaa vya kuegesha magari ya uchukuzi wa umma, tukaona kwamba nako hakukuwa na magari, na wale ambao tumezungumza nao wadau mbalimbali wanasema kwamba shinikizo ni moja tu, kwamba bei ya mafuta ishuke. Wanasema hawataki mikutano, hawataki vikao na yeyote, hata akiwa ni rais. Kile tu ambacho wanadai ni kwamba wanataka bei ya mafuta ishuke ili hali iwe rahisi. Wanasema kwamba hii ni kutokana na hiyo bei ya mafuta ambayo iko kwa sasa, ni kwamba wengi wamefinyika, na Wakenya pia wanaekelea mzigo ambao wanasema tayari wana mizigo mingi sana ya kubeba ya mambo ya kiuchumi. Kwa hivyo kile shinikizo tu ni moja, kwamba bei ya mafuta ishuke. Kwa hivyo maeneo mengine ambayo tumepata ripoti kwamba kulikuwa na wasiwasi kidogo pia ni mji wa Murang'a, ambao pia tunarifiwa kwamba pia vijana walikuwa wamejitokeza wakawasha moto na kufunga barabara na kukatiza uchukuzi. Kwa hivyo sisi tukiwa hapa tutaendelea kufuatilia tuone jinsi hali itakavyokuwa ikifanyika. Tutakuwa Nyeri hapa Karatina, na vile vile tukizungumza na wenzetu ambao wako maeneo mengine ya eneo hili la Mlima Kenya, tupate hali inaendaje, hata tukiona kwamba sehemu nyingi za nchi zinashuhudia utulivu na biashara kule kwingine zinaendelea kama kawaida. Hadia. Shukran sana Clement Masombo kwa hayo, na kama alivyokueleza tutakuwa tunafuatilia kwa karibu na kukujuza yanayojiri, lakini kama alivyokueleza Masombo, hali ya taharuki imeonekana muda mchache asubuhi hapo katika mji wa Nyeri na hasa katika eneo la Karatina ambapo